itakuja kuwa wewe ambaye umeenda kufanya ibada ya haji na umeibuka na fadhila hizi, alafu badala kuzihifadhi hizo amali na hizo fadhila kwa tauhidi, wanajihusisha na shirki hapa na pale. Hivi kweli wana uhakika wa salama ya imani yako na salama ya thawabu zako ambazo umezipata kwa ajili ya ibada ya haji? Hapana. Maudhui ambayo tutakuwa nayo ni kuhusiana na kile ambacho ndugu zetu mahujaji wamerudi nacho kutoka kwenye kutekeleza ibada tukufu ya haji. Ni takriban mwezi mmoja au zaidi kiasi tangu mahujaji watoke kwenye ibada hii tukufu ya haji, na hivi sasa wako majumbani, wamerudi kutoka kutimiza amri miongoni mwa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq wa ala Allahi wa kadhalik ala Allahi ay yataqabbal Allahu ma amiluhu min manasik alhajj wa dhalika bimashiatihi wa annahu subhanahu wa ta'ala yujzi ibadahu fi kulli ma amiluhu bil ikhlasi wa yaqinin. Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yake kuwalipa waja wake, wala hili halazimishwi, analifanya kwa khiari yake na matakwa yake waja pale wanapotimiza amri zake na ibada zake kwa ikhlas. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawalipa kwa thawabu kulingana na vile walivyotekeleza ibada zile kwa njia ya kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, ni kipi ambacho ndugu zetu mahujaji wamerudi nacho kutoka kwenye kutimiza ibada tukufu ya haji? Nataka nichukue wasaa huu niweze kuzungumza na mahujaji hawa ambao hivi sasa wako majumbani, niwafahamishe kile ambacho wamerudi nacho, ama vile vile tuwafahamishe ndugu zetu ambao hawakwenda kutimiza ibada hii ya haji kwamba mahujaji hawa wamerudi na nini. Je, ni safari tu ambayo haikuwa na mafanikio? Ni ibada tu ambayo pengine haikuwa na mengi ya faida? Au tuzingatie kile walichokuja nacho, zawadi ambazo wamepelekea familia zao, pengine kubeba maji ya Zamzam na zawadi nyinginezo, kwamba ndicho muhimu walichokuja nacho? Ndugu zangu, muhimu ambacho ndugu zetu walikuja nacho na wamerudi nacho kutoka katika kutimiza ibada ya haji ni haya yafuatayo. Awalan, wuridat al-ahadithu muraghiba fi bayani fadilati al-hajj wal umra. Kwanza tunatakiwa tutambue kwamba kumepatikana hadithi sahihi ambazo zimehimiza ubora wa kutimiza ibada tukufu ya haji pamoja na umra. Miongoni mwa fadhila ambazo zimeelekezwa na hadithi hizi zinazotupa uelewa na ufahamu kwamba mahujaji bila shaka wamezibeba fadhila hizo. Awalan, takfiru dhunub, kusamehewa madhambi. Hili ni la kwanza walilorudi nalo mahujaji kutoka kwenye kufanya ibada zao za haji. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia mtume wa Allah akisema, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq, yoyote yule ambaye atatimiza ibada ya haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na asifanye ukorofi wowote, ufisadi wowote, uasi wowote, akafanya kama alivyoagizwa na Allah ibada zile na mtume wake, rajaa ka yaumi waladathu ummuhu, atarudi kama siku aliyozaliwa na mamake, kwa maana atarudi akiwa ni msafi, amesafishika kutokana na madhambi. Wa fi riwaya inda Muslim,
man ata hadha albayta, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema man ata hadha albayta, yule ambaye ataijia nyumba hii, bimaana alkaaba, falam yarfuth walam yafsuq rajaa kama waladathu ummuhu, atarudi kama siku aliyozaliwa na mamake. Mwenye kuiendea nyumba alkaaba, ima ameiendea kwa ibada ya haji au ameiendea kwa ibada ya umra, matokeo yake kwamba anaporudi kwao kama walivyorudi ndugu zetu hawa, wanarudi wakiwa mtu huyo anarudi akiwa hana dhambi, ni kama alivyo siku alipozaliwa na mamake. Tunajua kwamba mtoto azaliwapo huwa hana dhambi, ni msafi, ni mweupe. Ndivyo alivyo mtu ambaye ametoka kwenye ibada tukufu ya haji. Hili ni la kwanza ambalo wamerudi nalo ndugu zetu mahujaji wakiwa majumbani hivi sasa, wapo kama siku waliozaliwa na mama zao, wamesafishika kutokamana na maovu au madhambi. La pili, dukhulul janna. La pili ambalo wamerudi nalo mahujaji kutoka katika ibada tukufu ya haji kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa au zaidi uliopita, ni hadithi ya Abu Huraira inayoelezea kwamba mahujaji wamerudi kwa fadhila za kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema al-umra ila al-umra kafaratun lima bainahuma, umra mpaka umra ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yaliyoko baina ya umra mbili hizo. Wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna, na haji iliyokubaliwa haina malipo mengine isipokuwa pepo. Wal hajjul mabrur, haji iliyokubaliwa ni ile ambayo imetimia sharti zake zote, mtekelezaji wa haji hiyo ametimiza maagizo yote yaliyotakiwa na Allah kwenye kutekeleza ibada hiyo, ametimiza maelekezo yote yaliyotakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyatimiza katika kutimiza ibada hiyo, bas alhajjul mabrur, hija hiyo haina malipo mengine isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni la pili ambalo ndugu zetu wamerudi nalo kutoka kwenye kutimiza ibada ya haji, hakikisho kutoka kwa Mtume kwamba wao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah ajalie iwe hija zao hizo ni zenye kukubaliwa na zimetimia sharti zote katika sharti za kukubaliwa haji, ili waweze kuepuka na fadhila hii ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la tatu ambalo wamerudi nalo mahujaji kutoka kwenye ibada ya haji, alhajj wal umra yanfiyani alfaqra wadhunuba, kwamba ibada ya haji na umra inaondosha ufukara, bali vile vile inakusafisha kutokamana na madhambi. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema tabi'u baina alhajj wal umra, manake endelezeni kutimiza ibada ya haji na umra. Kila unapofanya ibada ya haji mfuatilizie, ni muendeleze. Japo kuwa ibada hii ya haji kwa umri ni mara moja tu, ukishatimiza kipindi chako kimoja basi umetoshelezeka wewe, hauhitajiki tena kurudi mara ya pili wala mara ya tatu. Lakini Mtume anasema tabi'u baina alhaji wal umra, kwa fadhila ibada ya haji si makosa mtu kufuatilizia kwenda kufanya ibada hii ya haji pengine hata kila mwaka. Kwa nini? Fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba, kwa sababu ibada ya haji inakusafisha kutokamana na ufukara na madhambi. Kile ambacho mahujaji wamekitoa kwa ajili ya kwenda kutimiza ibada hii tukufu ya haji hakikuwa ni sababu ya wao pengine kukaribisha ufukara kwa kuwa wametoa mali nyingi. Hapana, bali utoaji wao wa kugharamia safari hii imekuwa ni sababu mojawapo ya wao kuweza kuepushwa na ufukara na Allah subhanahu wa ta'ala kuwafungulia milango ya kupata riziki nyingi. Lakini vile vile madhambi pia yanaondoshwa. Kama tunavyojua madhambi ni kizingiti katika vizingiti vya riziki. Mtu anapokuwa ni mtenda madhambi, basi pia hata riziki yake huwa pia inakuwa na uzito, lakini hata dua zake huwa pia inakuwa ni vigumu kukubaliwa. Kwa hivyo mahujaji kwa kuwa wanaondoshewa madhambi kwa ibada ile tukufu ya haji,
basi Allah subhanahu wa ta'ala anawafungulia milango ya riziki, anawafungulia milango ya kukubaliwa dua zao, na hapo Allah subhanahu wa ta'ala anawaepusha na ufukara. Vile vile jambo la 4 ambalo mahujaji wamerudi nalo kutoka katika ibada ya haji ni alhajju jihadun. Wamerudi na fadhila za jihadi, walitekeleza ni ibada ya haji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewalipa kwa fadhila ya jihad. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat ya Rasulullah, Aisha radhiallahu anha asema au alisema, ya Rasulullah, nara aljihada afdalul amali afala nujahid, tunaona jihadi ni amali bora, kwa nini na sisi wanawake tusiende kufanya jihad, tusiende kutimiza jihad kama wanavyotimiza wanaume? Faqala lakinna afdal aljihadi hajjun mabrurun. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia mama yetu huyu kwamba lakini tambua kwamba jihadi bora ni haji iliyokubaliwa. Unapotimiza ibada ya haji, basi uko katika misingi ya jihadi, yani kama uko katika mapambano ya kuipambania dini yako. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira wa jihadi. Hadithi ipo kwa Imam Bukhari, lakini katika tamko jingine Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia mama Aisha radhiallahu anha, jihadukunna alhajju, nyinyi wanawake jihadi yenu ni haji. Jihadi yenu nyinyi si kushika upanga kwenda kupambana kule viwanjani, katika viwanja vya vita, lakini jihadi yenu nyinyi ni kutimiza ibada ya haji. Na katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema jihadul kabiri wadhaifi walmar'a alhajju walumra, hadithi ambayo ipo kwa Imam Nasai na wengineo, akisema kwamba hakika jihadi ya wale watu wazima, wale ambao wamefika umri mkubwa, wazee, na wale ambao ni wanyonge, lakini vile vile jihadi ya wanawake alhajju walumra ni kutimiza ibada tukufu ya haji. Kwa hadithi hizi na riwaya hizi, ndugu zangu, yaonesha fika kwamba ndugu zetu mahujaji wameibuka na fadhila za jihadi, japo walioendea ni ibada ya haji, wamerudi majumbani wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwamiminia fadhila na thawabu ambazo ziko katika usawa wa kutimiza ibada tukufu ya jihad. Jambo la 5 ambalo mahujaji wamerudi nalo majumbani, alhajju fi dhamanillah, ni kwamba yule anayekwenda kufanya ibada ya haji yupo katika dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, yupo katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, dhihaban wa iyaban, kwenda na kurudi, yupo katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndilo ambalo ndugu zetu hawa wamerudi nalo, wamefadhilika nalo Allah subhanahu wa ta'ala, kuwapa ulinzi wake, kuwapa hifadhi yake, na bila shaka ulinzi huu na hifadhi hii inaendelea kwenye maisha yao mpaka pale watakwenda kutana na Mola wao. Mtume anasema katika hadithi ya Abu Huraira kwamba 3 fi dhamanillahi azza wa jalla, mambo 3 yapo katika dhamani ya Allah, au wapo katika dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawataja watu 3 hawa, 3 fi dhamanillah, watu 3 wapo katika dhamana ya Allah, wapo katika maangalizi ya Allah, wapo katika ulinzi wa Allah. Rajulun haraja ila masjidin min masajidillah, wa kwanza ni mtu ambaye ametoka kwenda katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Allah. Mtu anapotoka nyumbani kwake guu mosi guu pili anaelekea msikitini, huwa yupo katika dhamana ya Allah, ulinzi wa Allah mpaka afikapo msikitini. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, na mtu ambaye ametoka kwenda kupigana katika njia ya Allah. Anapotoka mtu nyumbani kwake anaenda katika viwanja vya vita kuipigania dini, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa ulinzi yeye, anaipatia ulinzi familia yake mpaka atakaporudi. Wa rajulun kharaja hajjan, na mtu wa 3 ambaye ndiye tumkusudia hapa ni mtu aliyetoka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala anampa ulinzi, anampa dhamana na uhakika wa amani pale anapotoka nyumbani kwake kuelekea katika ibada hii, bali hata anaporudi, na kwa jumla kwenye maisha yake Allah subhanahu wa ta'ala anampa utulivu na amani
na umakinifu wa kutekeleza mahitaji yake akiwa chini ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la tano ambalo ndugu zetu mahujaji wamerudi nalo kutoka kwenye safari hii tukufu ya haji. Jambo la sita, alhaju walmu'tamiru wafdullah. Mahujaji wote na wale waliokwenda kufanya umra wote wakienda kule huwa ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili ni moja katika yale ambayo mahujaji wamerudi nayo katika majumba yao. Walipokwenda kule, walienda kule wakiwa ni wageni wa Allah, wala si wageni wa serikali ya Saudia. Na hili bila shaka liliweza kuwapa faraja na matumaini makubwa, lililopelekea wao kurudi majumbani kwa ajr, kwa ujira na thawabu na fadhila zilizo kubwa. Katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala alhujjaju walummaru wafdullahi, mahujaji na wale wenye kwenda kufanya umra ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daahum faajabuhu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita hawa na wakamkubali, wakamuitikia, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelekeza katika Qur'ani, wa'adhin fi an-nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Walitangaziwa watu wakaenda katika nyumba tukufu ya Allah kwa kutumia njia tofauti za kuwafikisha kule. Kuna wale waliokwenda kwa miguu yao, kuna wale waliotumia magari, kuna wale waliotumia ndege, ili mradi wahakikishe kuwa watafika kule. Allah anasema hawa ni wageni wangu, wamenijia baada ya kuwaita, wasaaluhu fa'atahum, na wao walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa. Hili ni katika yale ambayo mahujaji waliweza kuneemeka nayo. Allah subhanahu wa ta'ala kuneemeka, Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia kuneemeka na ugeni ambao yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeusimamia. Yeye ndiye alikuwa mwenyeji wa mahujaji na Allah aliwaandalia kila kitu. Miongoni mwa yale ambao Allah aliwaandalia wageni wake ni kuwakubalia dua zao pale mahujaji waliponyenyekea kuelekeza mikono yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakubalia dua hizo, na haya ndiyo waliorudi nao katika majumba yao kwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la saba, alhajju min afdalil a'mali, haji ni katika amali bora kabisa anazozitimiza mwanadamu. Amali ziko nyingi, miongoni mwa amali bora ambazo mwanadamu anajikurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza ibada tukufu ya haji. Hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, Mtume aliulizwa ni amali gani bora, akasema imanun billahi wa rasulihi, ni kumwamini Allah na mtume wake. Qila thumma madha, Mtume akaulizwa tena kisha lipi jingine baada ya kumwamini Allah na mtume? Qala aljihadu fi sabilillah, ni kupambania njia ya Allah, kuinua kalimatu tauhidi, ili Allah pekee aabudiwe. Qila thumma madha, kisha nini baada ya hilo? Akasema hajjun mabrurun, ni utekelezaji wa haji ambayo itakuwa ni yenye kukubalika. Katika riwaya nyingine ya Ibn Hibban katika sahihi yake kwa tamko linalosema hivi, afdalul a'mali inda Allah ta'ala, amali bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imanun la shakka fihi, ni imani isiyokuwa na shaka, wa ghazun la ghululu fihi, na vita ambavyo havina udanganyifu ndani yake, wa hajjun mabrurun, na haji ambayo imekubalika. Kwa hivyo mahujaji walitimiza miongoni mwa vitendo vya ibada vilivyo bora kabisa katika maisha ya Muislamu, maisha yake ya kiibada. Hivyo basi bila shaka, kwa kuwa ibada ya haji ni miongoni mwa ibada bora zaidi katika ibada ambazo mwanadamu au Muislamu anajikurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka na fadhila zake ni bora na ni nyingi, ambazo bila shaka hatuwezi kuzidhibiti zote, kuzihesabu ama kuziweka katika maangalizi, lakini Allah mwenyewe anajua cha zaidi mbali na haya ambao tunayaangazia.
ambayo anawapa hawa mahujaji kwa kutimiza amri hii ya ibada tukufu ya haji. Jambo la 8 ambalo mahujaji wamerudi nalo ni an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah, kwamba ule utoaji katika haji ni kama utoaji katika njia ya Allah. Ni kama nilivyotangulia kuzungumza huku nyuma, mahujaji wamegharamia safari hizi, mtu akatoa pesa yake, na bila shaka walitumia pesa za halali ambazo zilikuwa na mahitajio mengi na matumizi mengi katika maisha yao, lakini wakaona ni bora watangulize kwanza kumtumikia Allah na kutimiza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoa gharama na wakajukumika kuzitoa mali zao ili waende wakatimize amri ya Allah. Sasa utoaji huu wa mali hizi kwa ajili ya kwenda kutimiza amri ya Allah ni sawasawa na kugharamia jihadun fi sabilillah. Mtu anapotoa shilingi yake kwenda kugharamia jihadi ama kufadhili jihadi ambao ni vita vya kuipigania dini, vita vya kumpigania Allah aabudiwe pekee katika dunia hii, basi na yule anayetoa shilingi yake katika kwenda kutimiza ibada ya haji analinganishwa sawa na yule aliyetoa shilingi yake kwenda kudhaminia vita vya kumpigania Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa peke yake. Kwa hivyo hili latosheleza kwamba mtu asibebwe na fikra kwamba labda ninapotoa shilingi yangu au mali yangu kwa maandalizi ya haji, pengine labda kuna hasara napata, au pengine kuna vile nitakuwa najifungulia milango ya ufukara. Hapana, ni kama tulivyosema, haji inafuta ufukara bali inakufungulia milango ya riziki. Lakini ibada tukufu ya haji inakujalia wewe kile utoacho ubora wake ni mkubwa sawa sawa na mwenye kutoa katika ibada ya jihad. Hadithi ya Buraida, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah bi 700 dhif, kwamba utoaji katika ibada ya haji ni kama utoaji katika jihad kwa nyongeza 700, ziada hiyo ya daraja 700 kwa kile unachokitoa kwa ajili ya haji ukilinganisha na kile kinachotolewa kwa ajili ya jihad. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni baadhi tu ya yale ambayo ndugu zetu mahujaji wamerudi nayo kutoka kwenye kufanya ibada tukufu ya haji. Nimetangulia kuzungumza ni takriban mwezi na siku kadhaa, kama haijatimia miezi 2, mahujaji hawa wako majumbani wamekwenda kuifanya ibada ya haji. Lakini bishara ni kuwa haya ambayo tumeyazungumzia hapa na mengineyo ndiyo waliorudi nayo ya thamani na ya fadhila zaidi kutoka kwenye ibada ile tukufu ya haji. Wanaibuka washindi kwa haya ambayo tumeyazungumzia hapa. Bila shaka kila mwenye kusikia haya anatamani na yeye awe miongoni mwa wale ambao wataweza kupata fursa kwenye maisha yao kwenda kutimiza ibada hii tukufu ya haji. Lakini kuna kibarua ambacho kiko mbele ya hawa ndugu zetu hawa waliokwenda kufanya ibada ya haji na wakayapata haya tuliyozungumzia. Wana kibarua kikubwa sana. Kipi? Kibarua cha kuzihifadhi hizi fadhila mpaka waende wakakutane nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wana kibarua cha kujihifadhia hizi fadhila, kujihifadhia hizi thawabu mpaka ile siku watakapokwenda kutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kuzipata fadhila hizi, na iwe ni sababu ya wao kwenda kuingia katika pepo ya Allah. Kibarua hichi ni kikubwa, lakini vile vile pia ni sahali. Usahali wake upo kwenye wao kuchunga imani zao, kuchunga Uislamu wao. Wasijaribu kufanya jambo lolote ambalo litawatoa katika Uislamu wao, jambo ambalo litateketeza hizi amali zote ambazo wamezifanya katika ibada ya haji, au fadhila zote hizi ambazo wamezifanya katika ibada ya haji. Wasijaribu kufanya jambo lolote ambalo litatangua imani zao, litatangua Uislamu wao, kisha iwe natija yake ni wao kuharibikiwa na ibada zote na fadhila zote ambazo wamezipata katika ibada zao, hasa katika ibada hii tukufu ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala
anatuambia kwenye Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini mcheni Allah haki ya kumcha wala musife isipokuwa Waislamu. Wanatakiwa ndugu zetu mahujaji hawa na sote Waislamu kwa jumla, ili kwenda kufaidika na matendo yetu na ibada zetu, ni lazima tuhakikishe kwamba tunaihifadhi imani yetu ya Uislamu, tufe ili hali tu Waislamu. Tukifa ili hali tu Waislamu, ndipo swala zetu, zaka zetu, ibada zetu hizi zote kwa jumla, haji hizi ambazo tumezungumzia hapa kwa ubora wake, zitakwenda kuwa na manufaa na sisi. Lakini iwapo tutakufa ili hali tumebatilisha Uislamu wetu, tumekufa ili hali ni makafiri, basi tujue ya kwamba hakuna vile ambavyo tutakwenda kufaidika na yale yote ambayo tumeyafanya katika ulimwengu huno, miongoni mwa ibada mbalimbali. Ndugu zangu, na jambo kubwa ambalo ndilo la hatari zaidi la kutuondoshea Uislamu wetu na imani zetu, basi ndugu zangu, si jingine isipokuwa ni shirki. Shirk ni jambo kubwa sana lenye kubatilisha ibada zetu. Allah anasema, alladhina amanu wa lam yulbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini wakatenda matendo mbalimbali ya kiimani, lakini hawakuchanganya imani zao na dhulma, hawakuchanganya ibada zao na dhulma. Wa dhulmu huna yati bimaana shirk, na dhulma hapa inakuja kwa maana ya shirki, kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani. Pale Luqman rahimahullah alipomwambia mtoto wake, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe mtoto wangu usimshirikishe Allah, kwani shirki ni dhulma kubwa. Shirki ni dhulma kubwa. Shirki inapochanganyika na ibada, ibada inaondoka. Allah anasema wale ambao wataamini na wasichanganya imani zao na shirki, ulaika lahumul amnu, hawa ndio watakokuwa na salama. Salama ya kuepushwa na moto, waingie peponi. Wa ulaika humul muhtadun, na hawa ndio walioongoka kwenye kukubaliwa amali zao. Kinyume chake, yoyote yule ambaye atachanganya amali zake, ibada zake na dhulma na shirki, ajue kuwa hana thawabu katika ibada hizo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mtu huyo amebatilisha Uislamu wake, yakfur, anakufuru na anatoka katika daira ya Uislamu, anaingia katika daira ya kufuru kwa sababu ya shirki yake hiyo. Hivyo basi tunawahusia ndugu zetu hawa mahujaji ambao wamerudi kutoka katika ibada haji, wamerudi kama tulivyosema, wamepushwa na madhambi, wamerudi kama siku waliozaliwa na wazazi wao, weupe kabisa, hawana dhambi, na wako hivyo mpaka sasa kufikia hivi. Na fadhila zote hizi wanatakiwa wazihifadhi hizo fadhila, na hizo fadhila watazihifadhi kwa kuhifadhi imani zao, kwa kuhifadhi Uislamu wao, na Uislamu wao watauhifadhi kwa kuendeleza tauhidi, kwa kuendeleza kumwabudu Allah mmoja peke yake, kwa kudumisha kuswali swala 5. Wasijaribu kupotosha imani zao na kuziharibu imani zao, imma bishirki au bitarki sala, kwa sababu haya ndio mambo mawili makubwa ambayo yanatuondosha katika Uislamu: ashirku billah wa adami iqamati sala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutotimiza kuswali swala 5. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake Muhammad, la in asharakta la yahbatanna amaluk, ikiwa utashirikisha basi amali zako zote zitaporomoka. Huyu ni Allah, ndugu zangu, anaambia, huyu ni mtume wetu Muhammad, anaambiwa na Allah kwamba ukishirikisha amali zako zote zitaporomoka. Amali za mtume usiziulize, ni nyingi sana ambazo amezifanya kwa ajili ya Allah, na thawabu zake ni nyingi sana. Lakini angalia anaambiwa nini? La in asharakta la yahbatanna amaluk, iwapo utashirikisha amali zako zote zitaporomoka. Itakuja kuwa wewe ambaye umeenda kufanya ibada ya haji na umeibuka na fadhila hizi, alafu badala kuzihifadhi hizo amali na hizo fadhila kwa tauhidi,
wanajihusisha na shirki hapa na pale, hivi kweli wana uhakika wa salama ya imani yako na salama ya thawabu zako ambazo umezipata kwa ajili ya ibada haji? Hapana, hapana uhakika hapo, hapana salama. Ikiwa mtume hakuachwa salama iwapo angemshirikisha Allah, angeachwa salama. Ikiwa mtume asingeachwa salama iwapo angemshirikisha Allah kwenye ibada zake, wewe utaachwa salama kwenye thawabu ambazo umezipata katika ibada haji kwa kumshirikisha Allah? Hapana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alilielekeza hili kwa mitume wake wote kwenye Qur'ani tukufu. Miongoni mwa aya zake Allah anataja baadhi ya mitume wake kadhaa katika aya hizo kwa majina yao, kisha akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau wangeshirikisha hawa mitume basi amali zao zote zingeporomoka. Baada ya kuwataja mitume hao kwa majina yao, kisha mwisho akasema hivyo, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau hawa mitume wangemshirikisha Allah basi amali zao zote zingeporomoka. Hao ni mitume ndugu zangu, hatuwezi kufikia daraja za matendo yao na amali zao, lakini wametahadharishwa na Allah kwamba wasimshirikishe yeye, na iwapo watamshirikisha yeye basi amali zao zote zingeporomoka au zitaporomoka. Sisi ndugu zangu ni aula zaidi kudumisha imani na kulinda imani zetu na kuhifadhi Uislamu wetu kwa kudumisha tauhidi katika maisha yetu, kudumisha swala 5 katika maisha yetu, ili haya tufanyayo, ili hizi ibada ambao tunazifanya ziweze kuwa na tatija na sisi, ziweze kuhifadhika katika mizani zetu, kwenye vitabu vyetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zikaweze kwenda kutupatia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, nimezungumzia hapa, nimezungumza na ndugu zangu hawa mahujaji ambao wametoka kufanya ibada tukufu ya haji masiku machache tu yaliyopita, na waliorudi nayo ni haya ambao tumezungumza, fadhila nyingi kubwa ambazo tutamani sisi ambao hatukuenda tungekuwa nasi ni wenye kuibuka na fadhila hizi. Lakini tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nasi angalau katika umri wetu tupate bahati ya kwenda kutimiza ibada hii ya haji. Lakini mwisho nimezungumza hapa na ndugu zangu nyinyi mahujaji, mujaribu sana kuhifadhi hizi thawabu zisiwaponyoke. Muhifadhi hizi fadhila ambazo mmezipata. Mtazihifadhi vipi? Kwa kuhifadhi Uislamu wenu na imani yenu. Mtahifadhi vipi Uislamu wenu na imani yenu? Kwa kudumisha tauhidi. Msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Mkimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi mjue mtarudi sufuri, mtarudi nyuma, mtarudi zero. Itakuwa ni zero wako kama asema wenyewe. Na hili si kwa nyinyi tu, bali kwa Muislamu yoyote yule ambaye atachanganya ibada na shirki, ajue hana kile ambacho atajivunia nacho mbele ya Allah kwenye ibada zake hizo. Lakini vile swala 5 ni lazima tuzidumishe, kwa sababu kutoswali swala 5 ni sababu ya mtu kuingia katika kufuru, na mwenye kuingia katika kufuru huwa anateketeza imani yake na anapoteza ibada zile ambazo alikuwa ni mwenye kuzifanya. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishie fadhila zenu hizi ambao mmezipata kwa ibada hii tukufu ya haji, kwa kuwalinda kwenye imani zenu na Uislamu wenu, na wadumishe katika tauhidi. Bali sote Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhie ibada zetu kwa kutudumisha katika tauhidi, na atuepushe na dhambi kuu la shirki ambalo ni adui wa ibada zetu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.